Je, sauti ya Mungu ni ipi? Na namna gani unaweza kusikiliza sauti ya Mungu? Tuende kujifunza jinsi ya kusikiliza sauti ya Mungu. Watu wengi wameshindwa kutofautisha au namna gani wasikilize sauti ya Mungu na kutambua sauti ya Mungu ni ipi. Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14, maandiko yanasema hivyo kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali. Watu wengi au Wakristo wengi wameshindwa kutambua sauti ya Mungu, na Mungu anaponena hawasikii. Wamekuwa watu wa kutoijali sauti ya Mungu, na watu wengi wameshindwa kuitikia sauti ya Mungu kwa kuwa hawatambui sauti ya Mungu. Na kwa kuwa hawatambui sauti ya Mungu, wameshindwa namna gani sasa kusikiliza sauti ya Mungu. Zipo njia kuu 3 ambazo unaweza kutumia kuzungumza na Mungu wako au kusikiliza sauti ya Mungu, ambazo hizo ukizitumia zitakusaidia wewe kusikiliza sauti ya Mungu. Na njia ya kwanza ambayo Mungu huitumia, ambayo ameiweka wakfu kwa ajili ya kuzungumza na watu wake, kwa ajili ya kusikilizisha sauti yake kwa watu wake, ili watu watambue kwamba kuna kitu fulani ambacho kiko mbele yao, au kuna kitu fulani ambacho kinatakiwa kifanyike muda huu. Njia ya kwanza ni njia ya viashiria. Mungu kuna viashiria ambavyo ameviweka kwa wanadamu ili kufikisha sauti yake. Mungu ametumia viashiria. Kuna viashiria ambavyo ameviweka kwa mwanadamu ili kufikisha sauti yake kwa mwanadamu, ili mwanadamu aweze kusikia ile sauti ya Mungu. Na baada ya kuisikia ile sauti ya Mungu, tayari mwanadamu achukue hatua za kuweza kuzungumza na Mungu wake kwa njia ya maombi. Kwa njia ambayo mwanadamu anatumia kuzungumza na Mungu wake huwa ni kwa njia ya kumwomba Mungu. Lakini zipo njia kuu 3 ambazo Mungu hutumia kuzungumza na watu wake. Na kama ambavyo nimesema kwamba njia ya kwanza ni njia ya viashiria. Viashiria hivyo viko kwa nyanja 3. Kiashiria cha kwanza ni kiashiria cha furaha. Kuna muda mtu anakuwa na furaha ambayo ni kubwa sana, hajui furaha hiyo imesababishwa na kitu fulani. Unakuta mtu unakuwa na furaha ambayo ni kubwa sana, unajikuta siku hiyo umekuwa na furaha, unajikuta siku tayari ni mtu ambaye una furaha. Hata ukiulizwa na mwenzako, hata ukiulizwa na mtu yote yule kwamba kwa nini leo una furaha kubwa sana, au kwa nini wiki hii ni mtu umekuwa na furaha, umekuwa tofauti na siku zingine, unamwambia mtu hata mwenyewe sijui kwa nini na furaha. Ndugu mpendwa, tambua kwamba ni kiashiria ambacho Mungu amekiambatanisha kwenye maisha ya mwanadamu au kwenye mwili wa binadamu ili kufikisha sauti yake. Unapokuwa una furaha, hujui nini chanzo cha furaha hiyo. Jua kwamba ni sauti ya Mungu ambayo inaita ndani yako. Lazima ukae na kusikiliza ni kitu gani ambacho Mungu anazungumza na wewe. Mungu anaweza kuachilia furaha kwenye maisha yako kwa muda ambao ni mfupi sana. Jua kwamba ule muda ni muda ambao Mungu anazungumza na wewe, anakuita kwamba kuna kitu ambacho ni kizuri ambacho kinaenda kutokea, aidha kuna kitu ambacho ni kizuri ambacho kiko mbele yako. Watu wengi wamekuwa na furaha, hawajui nini chanzo cha furaha ile. Unapokuwa tayari unayo furaha na hujui chanzo cha furaha hiyo, chukua wasaa au chukua muda kwenye wakati ule wa ile furaha, ukae upige magoti, uanze kumwomba Mungu, mwambie Mungu nini chanzo cha furaha hii. Utaletewa chanzo na Mungu cha furaha hiyo. Kwa hiyo
tayari moja kwa moja kiashiria cha furaha ni kiashiria ambacho Mungu huwa anakitumia kufikisha sauti yake kwa watu wake. Ukiangalia kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 18 mstari wa 12 hadi 15, ni kitu ambacho kinaelezea kuhusu furaha ya Sarai. Kumbuka tayari Sara akawa nayo furaha. Alipokuwa na furaha akawa anajiuliza kwa nini amekuwa na furaha. Akawa anajiuliza kwa nini nipate mtoto kwenye umri huu. Ukiangalia Mungu anathibitisha furaha ambayo tayari aliyokuwa nayo kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 21 mstari wa 6. Baadaye Mungu akathibitisha ile furaha ambayo tayari Sara alipata kabla. Kwa hiyo unakuwa na furaha, ujui chanzo chake ni nini, jua kwamba kuna kitu ambacho ni kizuri ambacho kiko mbele yako, ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yako. Hicho ni kiashiria cha kwanza, kiashiria cha furaha. Pia kipo kiashiria cha huzuni. Hiki hapa ni kiashiria ambacho Mungu pia anatumia kuzungumza na watu wake. Hiki kiashiria cha huzuni, wakati mwingine mtu unakuwa na huzuni, yaani huelewi nini chanzo cha huzuni hiyo, lakini unajikuta siku hiyo au kwa wiki hiyo, inaweza kuchukua hata mwezi, unakuta wewe ni mtu ambaye umekuwa na huzuni, lakini ukiangalia chanzo cha huzuni huoni. Lakini kwambie, jua kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya ambacho kiko mbele yako. Mungu anakupa taarifa kwamba mwanangu, kuna kitu ambacho ni kibaya ambacho kiko mbele yako. Kwa wewe anapokuwa akikuita kwa sauti yake, huwa unamsikilizi. Kwa hiyo unapojikuta tayari una huzuni na huelewi nini chanzo cha huzuni hiyo, jua kwamba ni sauti ya Mungu ambayo inakuita ukae usikilize. Imekuja kwa njia ya huzuni. Ukishatulia kwenye huzuni ile, ukaanza kumuuliza Mungu, nini kitu hiki, utapata majibu kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya ambacho kiko mbele yako. Mungu anaweza kutumia kiashiria cha huzuni kwa ajili ya kupatia taarifa juu ya familia yako, juu ya rafiki zako, juu ya ndugu zako, kwa mambo mabaya ambayo yako mbele yako. Wakati mwingine Mungu anaweza kutumia kiashiria cha huzuni kwa ajili ya kuletea ujumbe hata taifa. Wakati mwingine kuna mambo ambayo yanaweza kutokea ambayo ni mambo ambayo ni mazito, mambo ya kuletea huzuni taifa, mambo ya kuletea huzuni hata kanisa, mambo ya kuletea huzuni kitu chochote kile. Kama ni utawala fulani ukaletewa huzuni, unajikuta katika utawala wenu umekuwa na huzuni. Aidha ni ofisini, mnakuta wote ni watu ambao wana huzuni, lakini mkiangalia chanzo cha huzuni hiyo hamuoni ni kitu gani. Nikwambie, jua kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya ambacho Mungu anawatahadharisha, kwamba anawapa tahadhari kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya kinakuja mbele yenu. Kwa msipojua kwamba hiki ni kipindi ambacho Mungu anatupatia taarifa ya kwamba kuna kitu ni kibaya kinakuja mbele yetu, unapokuwa Mungu anakuletea taarifa ile, manake kuna uwezekano wa kuzuia lile jambo lisitokee, au Mungu anakupatia taarifa ili lile jambo linapotimia usishituke. Anakupatia namna gani sasa unaweza kulibeba jambo lile, unaweza kulihendo, ukalishika lile jambo lisikuondoe kwenye mstari wako wa utendaji kazi ya kimungu au kazi ya kiofisi. Kwa wakati mwingine Mungu anatumia kiashiria cha huzuni. Katika maandiko kwenye Biblia takatifu imeandikwa kitabu cha Marko sura ya 14 kuanzia mstari wa 34 hadi mstari wa 36. Ukisoma pale ni huzuni ambayo Kristo alizungumza akiambia wanafunzi wake. Baada ya siku kwa zinakaribia Yesu Kristo kuingia kwenye mateso, anaambia wanafunzi wake kwamba anaiona huzuni moyoni mwake. Kwa hiyo huzuni inapokuwa imekuja kwenye maisha yako, jua kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya ambacho kinakuja mbele yako. Ndio maana ukizidi kufuatilia pale anasema kwamba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kwa mapenzi yangu
lakini mapenzi yako yatimizwe. Anamwachia Mungu atimize mapenzi yake, maana Mungu mwenyewe ampatie uwezo wa kustahimili na kuweza kuvumilia, maana si hali ya kawaida, kwa sababu ni kitu ambacho ni kibaya mbele yake. Unapokuwa umepata huzuni kwenye maisha yako, jua kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya kinakuja kwenye maisha yako hapo mbeleni, na unaweza kuzuia kama ni mapenzi ya Mungu. Na lile jambo unaweza usilizuie, unaweza usizuie jambo lile au kalizuia, inategemeana mapenzi ya Mungu. Kwa katika kumwomba Mungu kuzuia jambo baya ambalo liko mbele yako, ambalo Mungu amekupa taarifa juu ya jambo hilo, kwa hiyo hapo wewe kama wewe lazima muombe Mungu kwa mapenzi yake yatimizwe, si mapenzi ya mwanadamu. Kwa Mungu huachilia huzuni wakati mwingine kwenye maisha yako kupatia taarifa kuwa, mwanangu, kuna 1, 2, 3 itakaifanyike kwenye maisha yako au kwa ndugu zako au kwa jamaa, ndugu na marafiki. Kwa hiyo hivi ni viashiria ambavyo Mungu huwa anavitumia kwenye hiki kipengele cha kwanza. Kwenye njia kuu 3 vipengele vya viashiria, kuna kiashiria cha furaha, pia kuna kiashiria cha huzuni, pia kiashiria kingine ni kiashiria cha wadudu au wanyama. Wakati mwingine Mungu hutumia wadudu au wanyama mbalimbali kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Mungu hazungumzi kama wanadamu anavyozungumza, bali Mungu yeye anazungumza kwa njia zake ambazo hazichunguziki. Ndio maana akaweka vitu hivi kwa mwanadamu, ili mwanadamu atakapoenda kuviona vitu hivi ajue kwamba kuna Mungu ambaye ananikumbusha juu ya jambo fulani. Kwa kipengele cha wanyama au wadudu, watu mwingine Mungu huwa anatumia wadudu mbalimbali au wanyama mbalimbali kufikisha ujumbe kwa watu wake. Ndio maana ukiangalia kwenye Biblia, kitabu cha Ufunuo wa Yohana 6 mstari wa 13 pale anaeleza habari za roho chafu. Kwenye zile roho chafu akatumia wadudu au wanyama ambao tayari ni wachafu kufikisha ujumbe ule. Kwa ukiangalia wakati mwingine kwenye maisha yako au kwenye nyumba yako unaona wadudu ambao ni wachafu, na ukiangalia wale wadudu haipo sababu ya wao kuingia mle ndani kwenye nyumba yako. Watu mwingine unaangalia kwenye nyumba yako hakuna kitu ambacho kinaweza kuletea siafu au mende kuingia kwenye nyumba yako, lakini unashangaa at the worst time watu mwingine unaona siafu wengi wakitembea kwenye nyumba yako, lakini ukiangalia hakuna sababu ya kuleta siafu kwenye nyumba yako au kwenye njia zako ambazo unapita. Wewe tu ni mtu ambaye unakutana na wanyama jamii fulani. Kwa lazima pia umuulize Mungu. Wakati mwingine unaona kuna mende kwenye nyumba yako, lakini ukiangalia hakuna sababu ya wadudu kama hao wachafu kuingia kwenye nyumba yako. Wakati mwingine ukiangalia nyoka wanakuja mara nyingi kwenye nyumba yako. Lazima uangalie kwamba kwa nini hawa nyoka wanakuja sana kwenye nyumba yangu, au kwa nini ndege wa namna hiyo wanakuja kwenye nyumba yangu. Wakati mwingine ukiangalia ndege au wadudu mbalimbali wanakuja kwenye nyumba yako, kama bundi wanakuja wanalia kwenye nyumba yako. Lazima umuulize Mungu, si jambo la kawaida. Baada ya muda mchache unapatiwa taarifa kwamba ndugu yako tayari ameaga dunia, au kuna jambo baya ambalo limetokea, eza ofisi yako tayari kuna changamoto, au tayari kuna kitu ambacho kimeharibika. Jua kwamba kuna kipindi ulipata huzuni, na ile huzuni tayari inakuja kukamilishwa baada ya ile jambo kutokea. Watu mwingine wanakuwa na furaha, ile furaha huwa inakoma tayari ile jambo linapokuwa tayari limekamilika. Kwa zipo njia kuu 3 za kusikiliza sauti ya Mungu. Hii ni njia tu moja ya viashiria. Kwa zipo njia zingine 2 ambazo zimesalia. Kwa kwenda kuzipata njia hizi, kwa leo tuishie hapa. Bonyeza kitufe chekundu yani subscribe kupata taarifa pindi ambapo utapata tena mafundisho haya kwenye chaneli yetu ya Jehovah Media TV Online. Ni mtumishi wa Mungu Preacher Timothy Raphael. Mungu akubariki sana. Amen.